أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza matukio mbalimbali ya sera na maisha ya Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa na daraja gani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuhusiana na hiyo nimekwisha eleza katika hutuba za nyuma, na yaliyoelezwa yanatuambia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nia ya kumteua kuwa khalifa wake, bali alitoa ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu atamfanya Abubakar kuwa khalifa baada ya kifo chake. Hivyo hat Aisha anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika marazi yake aliniambia ya kwamba mwite Abubakar na ndugu yako kwangu ili mimi niendike maandishi. Mimi nina hofu kwamba mwenye kutamani atamani au mwenye kusema aseme kwamba mimi nina haki zaidi, lakini Mwenyezi Mungu na waumini watamkataa kila mtu isipokuwa Abubakar. Yani mtu mwingine akisema basi ye atakataliwa na Abubakar ndiye atakayekuwa khalifa. Kisha kuna riwaya ya Huzaifa bin Yaman, yeye alieleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi sijui kwamba nitabaki kwenu hadi muda gani, hivyo nini munifuate na muwafuate wale waliopo baada yangu. Na ishara yake ilikuwa kuhusu Abubakar na Umar. Hat Abu Huraira alikuwa akisema ya kwamba mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba safari moja nilipokuwa nimelala nikajikuta nikiwa kwenye kisima fulani ambamo kulikuwa na ndoo moja ndani yake. Mimi nilitaka kuchota maji na nikachota maji. Kisha Ibn Abi Quhafa akachukua ndoo ile na akachota maji kama ndoo moja au mbili, na katika kuchota kwake kulikuwa na udhaifu fulani, na Mwenyezi Mungu akisitiri udhaifu wake atamsamehe. Kisha ndoo ile ikabadilika kwenye ndoo kubwa ya ngozi, na Ibn Khattab akaichukua ndoo ile. Mimi sijawahi kumwona mtu yote mwingine imara zaidi katika watu ambaye achote maji kwa nguvu kama Umar alivyokuwa akichota. Akachota maji mengi mpaka watu wakamaliza kiu na wakaenda kuketi kwenye makazi yao. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuhusu Abubakar na Umar kwamba wao watakuwa makhalifa zake baada ya kifo chake. Katika tukio la Ifk, jinsi Abubakar alivyoeleza, alivyoonesha sifa zake na sifa zake zilizoonekana kwenye tukio hilo, maelezo yake yamekwisha elezwa katika kumbukumbu za masahaba waliotangulia.
hapo mimi naweka mbele yenu sehemu fupi ambayo inatuambia kwa uwazi ya kwamba hat aisha aliposhutumiwa kwa shutuma kubwa kana kwamba mlima ukavujika juu yake, lakini wazazi wa hat aisha raziallahu anha mapenzi yao na heshima yao kwa mtume salallahu alaihi wasallam ilikuwa imezidi mno kuliko mapenzi ya binti yao, ya kwamba wao katika muda huo wote walimwacha binti yao abaki katika hali ile ile ambamo mtume saa salam aliona kwamba abaki. hadi safari moja hat aisha alipoenda kuwatembelea wazazi wake katika nyumba yao, hat abubakar wakati ule ule akamrudisha katika nyumba yake. hivyo inapatikana kwenye bukhari ya kwamba wakati wa tukio la ifk hat aisha kwa ruksa ya mtume salallahu alaihi wasallam pamwe na mtumishi moja alienda katika nyumba ya wazazi wake. hat aisha anasimulia ya kwamba nilipoingia nyumbani nikamkuta mama yangu umeroman akiwa kwenye sehemu ya chini ya nyumba na nikamkuta hata abubakar katika sehemu ya juu ya nyumba. ye alikuwa akisoma kurani tukufu. mama yangu akaniuliza kwamba ewe binti yangu mpendwa, unaendeleaje na kivipi umekuja? mimi nikamweleza na nikamsimulia tukio lile. anasema kwamba niliona ya kuwa mama yangu hakuhisi mshangao jinsi mimi nilivyokuwa nimeshangaa. nilikuwa na wazo kwamba yeye kwa kusikiliza tukio hilo atahuzunika, lakini yeye hakuonyesha mshangao. mama yangu akaniambia kwamba ewe binti yangu mpendwa, jambo hilo ambalo limetokea zidi yako ulione kama ni jambo la kawaida tu, kwani wallahi hiyo inatokea tu kwamba mke mzuri awepo kwa mtu fulani na yeye awe anampenda na awe na wake wenza na wao wawe wanafanya husda. hata aisha anasema kwamba niliona kwamba mama yangu hakupata athari kubwa jinsi mimi nilivyopata. hata aisha anasema kwamba nikamuuliza mama yangu kwamba je, baba yangu anajua kuhusu hilo? mama yangu akasema kwamba ndio. kisha hata aisha akasema na je, mtume salallahu alaihi wasallam anajua? mama akasema kwamba ndio, mtume salallahu alaihi wasallam anajua. hata aisha anasema kwamba kwa kusikiliza jambo hilo mimi nikaanza kulia na machozi yakaanza kudondoka kutoka macho yangu. hata abubakar aliposikiliza sauti yangu, yeye alikuwa akisoma kurani tukufu kwenye sehemu ya nyumba ya juu. ye akaja chini na akamuuliza mama yangu kwamba imekwaje kwa binti huyo. ye akasema kwamba yeye amesikiliza jambo ambalo linasemwa zidi yake. machozi yakaanza kudondoka kutoka macho ya hata abubakar. ye akasema kwamba ewe binti yangu mpendwa, mimi nakupa kiapo kwamba wewe urudi kwenye nyumba yako. hata isha anasema kwamba mimi nikarejea. kwa kueleza tukio la ifk na uzushi huo mkubwa na kwa kueleza sifa za abubakar, almusleh maud ameeleza katika sehemu moja ya kwamba tunapaswa kutafakari ya kwamba walikuwa kina nani ambao kuwazalilisha kungeweza kuwaletea wanafiki au viongozi wao faida, na ni kina nani ambao kwa kuwatumia wanafiki wangeweza kuonyesha uadui wao. huzuri anasema kwamba kwa kufanya tadabur tunaweza kujua ya kwamba kwa kumletea hata aisha raziallahu anha tuhuma wangeweza kuonyesha uadui kwa watu wawili, mmoja mtume salallahu alaihi waalihi wasallam na mwingine hata abubakar raziallahu taala anhu, kwani katika hawa wawili yeye alikuwa mke wa mtu mmoja na mwingine yeye alikuwa binti yake, na hawa ni watu wawili ambao kuwazalilisha kungeweza kuwaletea baadhi ya watu faida ya kisiasa au kiuchumi, au walikwepo watu ambao shabaha zao zilikuwa zingeunganishwa na swala hilo la kuwazalilisha. waila mtu asingekuwa na shauku ya kumzalilisha aisha, labda wangekwepo wake wengine ambao walikuwa wake wenza, na ingeeleweka kwamba labda
wake wengine wa mtume salallahu alaihi wasallam kwa lengo la kumwangusha hataisha raziallahu anha mbele ya mtume saa salam na kwa ajili ya kujipatia ubora wangeshiriki katika swala hilo, lakini historia ni shahidi kwamba wao hawakushiriki hata kidogo kwenye swala hilo, bali hata aisha anaeleza mwenyewe kwamba katika wake wa mtume salallahu alaihi wasallam mke mwenza ambaye nilikuwa na mwona kwamba ndiye mshindani wangu alikuwa zainab, lakini hata aisha raziallahu anha anasema kwamba mimi siwezi kusahau hisani ya zainab, kwamba nilipoletewa shutma mtu aliyekataa katakata kwa nguvu zote kuhusu shutma hiyo ye alikuwa zainab. hivyo kama kuna mtu ambaye angekuwa na uadui na hata raziallahu anha labda wangekuwa wake wenza, na kama wangependa wangeweza kushiriki katika mpango huo ili hata aisha raziallahu anha aanguke mbele ya macho ya mtume saa salam na wao wazidi kwenye heshima, lakini historia ni shahidi kwamba wao hawakuingilia kati, na kama kuna mke ambaye alipoulizwa basi wao wakamsifu hata aisha raziallahu anha. hivyo kuhusiana na mke mwingine inapatikana kwamba mtume saa salam alipomweleza kuhusu habari hiyo ye akasema kwamba mimi sikuona kitu chochote kwa hata aisha isipokuwa kheri tu. hivyo kwa kufanya uadui na hata aisha raziallahu anha uwezekano wake kama ungeweza kutokea basi ungeweza kutokea kutoka kwa wake wenza, lakini katika swala hilo mchango wao hauthibitiki, na pia kina baba wanakuwa hawana sababu ya kufanya uadui na kina mama. hivyo hata aisha aliletewa shutma hiyo na sababu yake ilikuwa ni ubaguzi na mtume salallahu alaihi wasallam na ubaguzi kwa hata abubakar, daraja ambayo mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa nayo. wenye kuleta uzishi wasingekuwa na uwezo wa kuinyanganya. hivyo hatari iliyokuwa mbele yao ndiyo hii kwamba labda baada ya mtume saa salam pia wao hawataweza kufanikiwa katika shabaha zao, na walikuwa wakiona kwamba baada ya mtume saa salam endapo kuna mtu ambaye anastahili kuwa khalifa basi ndiye abubakar. hivyo kwa kuona hatari hiyo wao wakaleta uzushi mkubwa zidi ya aisha raziallahu anha ili bi aisha raziallahu anha aanguke mbele ya macho ya mtume salallahu alaihi wasallam, yani akose heshima, na kwa sababu ya kukosa heshima kwake daraja ambayo abubakar anayo kwa waislamu pia iondoke, na waislamu wakiwa na zana mbaya kuhusu abubakar waache kumpenda na mlango wa ukhalifa ufungwe kabisa. Muslimu anasema kwamba kama vile katika maisha ya khalifa awal kundi la peghami walikuwa wakiniletea shutma na walikuwa wanajaribu kunizalisha, basi hiyo ndiyo sababu kwamba mwenyezi mungu baada ya kueleza tukio la ifk, tukio la uzushi, alieleza kuhusu ukhalifa. hadisi inasema wazi kwamba maswahaba walikuwa wanazungumza ya kwamba baada ya mtume salallahu alaihi wasallam kama kuna mtu mwenye daraja ya kuwa khalifa basi ni abubakar. kisha hadisi zinasema ya kwamba safari moja mtu mmoja alimjia mtume salallahu alaihi wasallam akasema, ya rasulallah, naomba nisaidie kuhusu haja yangu fulani. mtume akasema kwamba si saizi uije tena. ye alikuwa bedui na alikuwa hajui kanuni za kuzingatia heshima. ye akasema wazi kwamba wewe ni binadamu, nikija tena na wakati ule utakuwa umekufa basi nifanyeje? mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba kama sitakuwa katika dunia hii basi uende kwa abubakar, yeye atatimiza haja yako. vivyo hivyo hadisi zinasema ya kwamba mtume salallahu alaihi waalihi wasallam safari moja alimwambia hata aisha raziallahu anha kwamba, e aisha, mimi nilitamani kwamba nimteue abubakar baada yangu, lakini mimi najua kwamba allah na waumini hawatakuwa razi juu ya mtu yeyote mwingine isipokuwa yeye, hivyo mimi sisemi jambo lolote. ilmuradi masahaba walikuwa wakielewa kwamba baada ya mtume salallahu alaihi wasallam kama kuna mtu mwenye daraja basi ndiye abubakar, na yeye ndiye anastahili kuwa khalifa wake.
maisha ya makka yalikuwa ya aina yake kwamba humu kulikuwa hakuna swali la utawala au nizamu lakini baada ya ujio wa mtume salaa salam katika madina utawala ulipatikana na swali lilianza kuibuka mioyoni mwa wanafiki kwani kwa sababu ya ujio wa mtume saa salam katika madina wao walikuwa wamekata tamaa abdullah bin ubai bin sulul alipoona kwamba uwezekano wa kujipatia ufalme zimepotea akapata hasira kali japokuwa akaungana na waislamu lakini akaendelea kuleta uharibifu katika islam na kwa kuwa asingekuwa na uwezo wa kufanya jambo jingine hivyo kama kuna tamaa ambayo ingeweza kuzalika moyoni mwake ndiyo hii kwamba mtume muhammad saa salam afe na mimi niwe mfalme wa madina lakini ufalme ulipopatikana kwa waislamu na wao waliona nizamu mpya wakaanza kumuuliza mtume salallahu alehi wasalam maswali mbalimbali kwamba kuna njia gani ya kuendesha serikali ya kiislam na baada yako islam itakuwa na hali gani na waislamu wanapaswa kufanya nini katika swala hilo abdullah bin ubai bin sulul alipoona hali hiyo akaanza kupata hofu kwamba sasa utawala wa islam jinsi utakavyopatikana yeye hatakuwa na mchango wake wowote yeye alitaka kuzuia hali hiyo na yeye alipotafakari akaona kwamba kama kuna mtu ambaye anaweza kuendesha serikali ya kiislam juu ya kanuni za kiislam basi ni abubakar na baada ya mtume saa salam waislamu wanamwona yeye yani hata abubakar na waislamu wanaona kwamba yeye ana heshima zaidi kuliko watu wote wengine hivyo ye akaona kwamba ni wema kwamba yeye amzalilishe abubakar na amwangushe abubakar mbele ya macho ya watu bali aangushwe mbele ya mtume salallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya kutimiza nia yake hiyo mbaya ye akapata nafasi kutoka tukio ambapo hata aisha akabaki nyuma kwenye vita moja na akamletea uzushi mbaya na kurani tukufu imeeleza kuhusu tukio hilo kama ishara na maelezo yake yanapatikana katika hadisi abdullah bin ubai bin sulul alikuwa na shabaha yake kwamba hivyo hata abubakar atazalilika mbele ya waislamu na uhusiano wake na mtume saa salam pia utaharibika na katika kusimamisha nizamu hiyo kutatokea dosari ambayo yeye alikuwa anaona kwamba lazima itapatikana na kwa sababu ya nizamu hiyo matamanio yake yalikuwa yanaangamia baada ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam abdullah bin ubai bin sulul alikuwa akiona ndoto za kujipatia utawala na wengine pia walikuwa wameshikwa na maradhi hayo na kwa kuwa mnafiki anaona kwamba mauti yake ni mbali na anapiga hisabu kuhusu mauti za wengine tu hivyo abdullah bin ubai bin sulul pia alikuwa anaona kwamba mauti yake ni mbali na alikuwa hajui kwamba yeye katika maisha ya mtume saa salam atakufa kifo kibaya alikuwa akipiga hisabu kwamba mtume saa salam afe na mimi niwe mfalme wa warabuni lakini hapo ye aliona kwamba wema na uchamungu wa abubakar unakubaliwa kwa waislamu mtume salallahu alaihi wasallam anapobaki nyumbani na haji kwa ajili ya swala abubakar anaswalisha juu ya nafasi yake na kama watu hawapati nafasi ya kumuuliza mtume sasa fatua basi wanamuuliza kutoka abubakar kwa kuona habari hiyo abdullah bin ubai bin sulul ambaye alikuwa na tamaa ya kuwa mfalme akapata huzuni kubwa na akataka kuondoa kikwazo hicho hivyo kwa ajili ya kutatua swala hilo na kwa ajili ya kumwangusha abubakar raziallahu anhu mbele ya waislamu akaleta shutma na uzushi juu ya aisha ili kwa sababu ya uzushi huo mtume salallahu alaihi wasallam
aanze kumchukia hata aisha raziallahu anha na matokeo ya chuki yawi hivi ya kwamba daraja ambayo hata abubakar anayo mbele ya mtume saa salam na mbele ya waislamu ipungue na uwezekano wa kuchaguliwa kuwa khalifa pia ukwishe. mwenyezi mungu akiliza habari hiyo anasema inna ladhina jaau bilifqi usbatu minkum, yani hakika wale walioleta uongo zidi ya hat aisha raziallahu anha ni kundi miongoni mwenu, yani ni kundi ambalo wanajiita kuwa waislamu, lakini mwenyezi mungu anasema kwamba la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, msiufikiri ushari kwenu bali huo ni heri kwenu. hivyo anasema kwamba sasa tunaeleza usuli kuhusu ukhalifa. mwenyezi mungu anasema na tunawaambieni ya kwamba wanafiki hawa watumie nguvu zao zote watashindwa, na sisi tutaleta ukhalifa, kwani ukhalifa ni sehemu ya utume na ndiyo njia ya kutunza nuru ya allah. Muslim Maud anasema kwamba sasa angalieni kwamba kuanzia mwanzo wa sura nur hadi mwisho wake mada moja ndiyo iliyoelezwa. kwanza ameeleza uzushi huo ambao uliletwa zidi hat aisha raziallahu anha, na kwa kuwa shabaha yao ilikuwa ndiyo hii kwamba abubakar azalilishwe na uhusiano wake na mtume saa salam uharibike, na katika matokeo yake mbele ya waislamu heshima yake ipungue, na baada ya kifo cha mtume saa salam asiweze kuwa khalifa wake, kwani abdullah bin ubay bin sulul alikuwa ameelewa ya kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu kama wanamuona mtu yeyote basi ndiye abubakar, na kama kwa kupitia abubakar ukhalifa ulianza basi abdullah bin ubay bin sulul hataweza kufanikiwa katika ndoto zake za kujipatia ufalme. hivyo mwenyezi mungu baada ya kueleza uzushi huo ameeleza kuhusu ukhalifa, na alisema kwamba ukhalifa si ufalme bali ni njia ya kutunza nuru ya allah, na ndiyo maana mwenyezi mungu ameweka mkononi mwake nizamu hiyo, na kupotea kwake ni kama kupotea kwa nuru ya utume na nuru ya allah. hivyo ye lazima atatimiza nuru hiyo, na baada ya utume hata ufanya ufalme kutokea na atamfanya khalifa ampendaye, bali anaahidi kwamba katika waislamu si mtu moja bali atawachagua wengine pia kuwa khalifa, na atarefusha zama hizi za nuru. na mada hii ndio hii kama khalifa awal alivyokuwa akisema kwamba ukhalifa si soda ya duka la kesri kwamba mtu yote akipenda anywe. hivyo alisema kwamba kama mnataka kuniletea shutma basi muniletee, lakini nini hamwezi kufuta ukhalifa na hamwezi kunyanganya ukhalifa kutoka abubakar, kwani ukhalifa ni nuru na ndiyo njia ya kudhihirisha nuru ya allah. hivyo mtu hawezi kufuta kwa mipango yake. kisha alisema kwamba nuru ya ukhalifa inapatikana katika nyumba zingine na hakuna mtu awezaye kuzuia nuru hiyo kwa mipango yake na njama zake. hiyo ilikuwa mada ambayo alikuwa ameeleza kuhusu ukhalifa, ambayo inaeleza kuhusu daraja ya abubakar raziallahu anhu aliyokuwa nayo mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia ushahidi wa kimatendo wa mwenyezi mungu pia ulithibitisha kwamba baada ya utume silsila ya ukhalifa iliyotakiwa kupatikana sawa na bishara za mtume saa salam iliendelea kupatikana, na kama baadaye ufalme ukaja basi hayo ni mambo ya baadaye. na kisha baadaye kwa mujibu wa ahadi ya mwenyezi mungu kwa kumpitia masihi mwaislam nizamu hiyo hiyo ya ukhalifa ilianza tena. kuhusiana na unyenyekevu na sifa njema za abubakar inapatikana ya kwamba said bin musayib anasimulia ya kuwa safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiketi pamoja na maswahaba zake wachache katika majlis moja, ambapo mtu moja alianza kubishana na abubakar na akamuuzi
hapo hata abubakar akaendelea kukaa kimya yeye akamuuzi kwa mara nyingine tena hata abubakar akaendelea kukaa kimya yeye akamuuzi kwa mara ya tatu hapo hata abubakar akalipiza kisasi hata abubakar alipolipiza kisasi yani akamjibu mtume saa salam akainuka hata abubakar akasema kwamba ya rasulllah je wewe umekasirika juu yangu hapo mtume salallahu wasalam akasema kwamba malaika mmoja alitoka kutoka mbinguni ambaye alikuwa akikazibisha jambo hilo ambalo mtu huyo alikuwa anasema zidi yako na wewe ulipolipiza kisasi basi shetani akaja na mimi siwezi kuketi kwenye majlis ile ambamo shetani awepo kisha mtume saa salam alisema ewe abubakar kuna mambo matatu ambayo yote ni haki mtu akizulumiwa kwa kitu fulani na yeye kwa ajili ya mwenyezi mungu tu avumilie juu ya zuluma hiyo basi mwenyezi mungu kwa kupitia msaada wake anamjalia heshima mtu ambaye afungue mlango wa zawadi fulani na kwa kupitia mlango huo awe na nia ya kuwahurumia watu basi mwenyezi mungu anamwongeza katika mali na jambo la tatu ni kwamba mtu akifungua mlango wa swali na kwa kupitia mlango huo awe na nia ya kupata mali basi mwenyezi mungu anamjalia mali hat masihi maud alahsatu wassalam akieleza sifa za hat abubakar anasema ya kwamba yeye raziallahu anhu alikuwa mwenye maarifa kamili ya mwenyezi mungu mpole sana na alikuwa mwingi wa huruma kwa watu wote na alikuwa akiishi maisha ya unyenyekevu alikuwa mwenye kuwasamehe wote na alikuwa huruma kwa watu wote na rehma kwa watu wote alikuwa akijulikana kwa nuru ya uso wake alikuwa na uhusiano imara na mtume salallahu alaihi wasallam na roho yake ilikuwa imeungana na roho ya mtume salallahu alaihi wasallam na nuru ambayo ilikuwa imemfunika kiongozi wake na mpendo wake mtume salallahu alaihi wasallam nuru hiyo hiyo ilikuwa imemfunika yeye na yeye alikuwa amejifunika chini ya kivuli cha nuru ya mtume salallahu alaihi wasallam na chini ya fadhila zake azim na katika kuelewa kurani tukufu na katika mapenzi ya mtume salallahu alaihi wasallam yeye alikuwa mumtaz kuliko watu wote yani mapenzi yake yalikuwa yamezidi kuliko mapenzi ya watu wote na siri za mwenyezi mungu zilipozihiri kwake yeye aliachana na uhusiano wote wa kidunia na akaachana na uhusiano wote wa watu wa dunia na akajimaliza katika rangi ya mpendwa wake na kwa ajili ya mwenyezi mungu aliye mmoja akaachana na mambo yake yote ya kidunia na dhati yake ikatakasika kutoka mapungufu yote na akajipakia rangi ya mwenyezi mungu na akajimaliza katika shuka ya rabulalamin na mapenzi ya mwenyezi mungu yalipopenya moyoni mwake na yalipoingia kwenye kila chembe cha mwili wake na nuru zake zilipoanza kuzihiri kwenye matendo yake yote na kwenye kukaa kwake na kusimama kwake hapo akajaaliwa jina la sidik na yeye akajaaliwa elimu nzito kutoka kwa mwenyezi mungu ambaye ni mbora kuliko wote watu wao elimu ukweli ulikuwa sifa yake maalum iliyotokana na asili yake na nuru za ukweli huo huo zilikuwa zimezwihiri katika matendo yake yote na kwenye shughuli zake zote yeye aliingizwa na allah subhanahu wataala katika kundi la wale wanaonemeshwa na allah yeye alikuwa nuskha ya kiijmali ya kitabu cha utume na alikuwa imamu wa watu na alikuwa na asili ya manabii kisha anasema kwamba msifikiri ya kuwa nimesema hayo kwa kutia chumwi au nimesema hayo kwa sababu ya mapenzi fulani kwamba maneno hayo yametoka kutoka chemchem fulani ya mapenzi bali huo ni uhakika ambao mwenyezi mungu ameniambia yani daraja ambayo hadmasihi maud ameeleza na jinsi alivyomsifu hadmasihi maud alah salam anasema kwamba mwenyezi mungu ameniambia na amezuhiri juu yangu
kwamba yeye alikuwa na sifa hizi. Kisha anasema kwamba sifa zake raziallahu anhu zilikuwa ni kumtawakali allah subhanahu wataala na kutokujali sababu za kidunia, na katika mambo yake yote yeye alikuwa kivuli cha mtume salallahu alaihi wasallam, na alikuwa na uhusiano usiwe na kifani na mtume salallahu alaihi wasallam, na ndiyo maana ye alikuwa amepata kutoka kwake fadhila ambayo wengine hawakuweza kuifikia. yeye alikuwa akihesabiwa miongoni mwa marafiki 14 wa mtume salallahu alaihi wasallam. kuhusiana na hilo inapatikana ya kwamba hat ali bin abu talib alisema ya kuwa mtume salallahu alaihi wasallam alisema, kwa yakini kila nabii alijaaliwa marafiki 7 walio najib, au alisema kwamba marafiki, au alitamka neno la marafiki tu, na mimi nilijaaliwa 14. nikasema hawa ni kina nani? ye akasema mimi na vijana wangu 2 na hat jafar na hat hamza na hat abubakar, yani hat ali na vijana wake 2, hat jafar, hat hamza, hat abubakar, hat umar, hat musa bin umair, na hat bilal, na hat sulman, نهت عمار، نهت مقداد، نهت حذیفہ، نهت عبداللہ بن مسعود. hata abubakar sidik alikuwa amepewa uamiri wa hija na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. kuhusiana na hiyo inapatikana kwamba mtume salallahu alaihi wasallam mwaka wa 9 hijra alimfanya hata abubakar sidik kuwa amirul haj na akampeleka makka. mtume saa salam aliporejea kutoka tabuk akanuia kufanya hija, kisha akaambiwa kwamba washirikina pamoja na watu wengine wanafanya hija na wanatamka maneno ya kishirikina na wanafanya tawaf ya kaaba tukufu wakiwa uchi. mtume saa salam akasitisha nia ya kufanya hija mwaka ule na akamfanya abubakar sidik wa amirul haj na kumpeleka makka. hata abubakar sidik pamoja na maswaba 300 akatoka madina na kuelekea makka, na mtume saa salam akampatia wanyama 20 wa zabihu ambao kwenye shingo zao mtume saa salam mwenyewe kwa mkono wake alikuwa amefunga mikufu kama alama za zabihu na akapiga alama juu yao. hata abubakar alikuwa ameenda na wanyama 5 wa zabihu. riwaya zinasema ya kwamba hat ali alikuwa amewatangazia watu kuhusu aya za mwanzo za sura toba, na maelezo yake nimekwisha yaeleza katika kumbukumbu za hat ali na hat abubakar katika hutuba moja ya mwanzo, lakini kwa kifupi naeleza hapa ya kwamba suratul barat yani sura toba iliposhuka juu ya mtume salallahu alaihi wasallam, wakati ule mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amekwisha mtuma hata abubakar akimfanya kuwa amir wa haj. mtume saa salam akaambiwa kwamba ya rasulullah, kama umtumie hata abubakar sura hiyo ili yeye aweze kuwasomea watu. mtume akasema kwamba hakuna mtu awezaye kutimiza wajibu huo isipokuwa mtu fulani kutoka ahle baiti yangu. hivyo akamwita hat ali na akasema kwamba yale ambayo yameelezwa mwanzoni mwa sura toba uende nayo, na siku ya zabihu watu watakapokusanyika kwenye mina watangazie kwamba hakuna kafiri atakaingia peponi, na baada ya mwaka huu hakuna mshirikina atakayekuwa na ruksa ya kufanya hija, na hakuna mtu ambaye atakuwa na ruksa ya kufanya tawaf ya baitullah akiwa uchi, na mkataba ambao mtume amefanya na mtu yote muda wake utatimizwa. hat ali akaondoka na agizo hilo. njiani akaenda kukutana na hata abubakar. hata abubakar alipomwona hat ali akija akakutana naye akasema kwamba je, wewe umefanywa kuwa amir au utakuwa chini yangu? hata abubakar akamuuliza hat ali. hat ali akasema kwamba nitakuwa chini yako. kisha wote wakaondoka. nitakuwa chini yako, lakini aya hizi nitazisoma mimi. hata abubakar akasimamia mambo mbalimbali ya hija,
na wakati ule watu wa arab wakapiga kambi kwenye sehemu ile ile ambapo walikuwa wanapiga kambi katika zama za ujahilia. Siku ya zabihu ilipofika, hat ali akasimama na sawa na agizo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawatangazia watu jambo lile ambalo mtume alikuwa amemwambia. kama nisemavyo kuwa maelezo yake nimekwisha yaeleza tayari. Habari hizi za hata abubakar zinaendelea, nitazieleza katika siku za usoni. wakati huu mimi napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa muhammad daud zafar saheb, mbashiri wa jumuiya. alikuwa hapa uingereza, alikuwa anafanya kazi katika raqim press. ibn chaudhry muhammad yusuf saheb novemba 16 alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 48. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. jeneza yake ipo inshallah. baada ya swala ya ijumaa nitasolisha jeneza yake. mwaka 1998 alimaliza jamia ahmadi ya rabwa, kisha alifanya kazi kama mbashiri katika sehemu mbalimbali. kisha mwaka 2001 akaja uingereza na akateuliwa katika raqim press islamabad. akaendelea kuitumikia jamaat kwa shauku kubwa. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. wakati wa kuishi katika islamabad kwa muda alitoa huduma kama rais wa jamaat islamabad. alipata bahati ya kufanya umra. alikuwa musi. ameacha nyuma wazazi, mke, vijana 3 na binti 1. baba yake chaudhry yusuf saheb anasema ya kwamba nilipomwambia daud kwamba aingie katika jamia na awe mbashiri, akatimiza tamanio langu hilo. baadhi ya watu wakamwambia kwamba wewe badala ya kuwa mbashiri ufanye juhudi ya kujipatia elimu ya kidunia, unaweza kupata ajira nzuri na unaweza kuboresha hali ya nyumba yako. lakini daud saheb akakataa katakata ushauri wa namna hiyo. baada ya kumaliza masomo yake kutoka jamia hadi kifo chake, aliendelea kutimiza wakfu wake kwa unyofu wote. alikuwa kijana mwenye utii. baba anasema alikuwa anakubali kila niliposema jambo fulani. hakunipatia shida yoyote, bali alijaribu kunipatia utulivu na amani. hakufikiri kuacha wakfu wake japokuwa alikuwa na shida ya kiuchumi. anasema wakati wa kusoma jamia ahmadia baiskeli yake ilikuwa inapata pancha na alikuwa hana hela ya kupiga pancha. alikuwa anajaza upepo akiwa nyumbani, na kisha wakati wa kureja kutoka jamia alikuwa anafanya hivyo hivyo. alikuwa mwenye kufanya utii wa khalifa wa zama na kuelewa matakwa yake. mke wake bi mubaraka sahiba anasema kwamba nilikaa naye kwa miaka 22. alikuwa mwenye moyo mpole, mwenye kufanya juhudi kubwa, mwenye kutawakali allah na mwenye kuwatumikia wote. nafasi zilitokea katika maisha ambapo tukaona kwamba vitu hivi haviwezekani. nilikuwa nasema kwamba hiyo itakuwaje. alikuwa anasema kwamba umtegemee allah, kila kitu kitakaa sawa, na hivyo ndivyo ilivyo inatokea. alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba muwe watoto wazuri na msi wauzi watu. alikuwa akiwakalisha na alikuwa anawaambia kwamba kila kitu nilicho nacho ni kwa sababu ya ukhalifa na kwa sababu ya jumuiya. mwenyezi mungu anijaalie kwamba niweze kutimiza wakfu wangu. alikuwa akitamani sana. binti yake mkubwa darmana anasema kwamba baba yetu alikuwa anatuambia kwamba sisi tuwe waahmadia wazuri na tuwajali watu waliopo pembezoni mwetu na tusiwauzi watu. kijana wake mkubwa rohan anasema baba yetu alikuwa na huzuni kuhusu mali zetu ya kiroho. tulipokuwa tukimuliza swali, yeye alikuwa anatujibu kwa kupitia mafundisho ya Qur'ani tukufu. kijana mdogo anasema Fuad ana umri wa miaka 15, anasema kwamba katika siku zake za mwisho alikuwa na maradhi ya kansa, na katika siku za mwisho maradhi yalikuwa yamezidi mno. aliniambia kwamba mimi nilitamani nikuone ukiishi maisha mazuri, lakini matakwa ya allah yangu ni mengine na mimi ni radhi juu ya ridhaa yake. alikuwa akiwasihi watoto kwamba washikamane na ukhalifa na washikamane na jamaati. mwenyezi mungu
awajalie watoto kutekeleza nasaha yake. Kila mmoja ameandika, watu ambao walikuwa wanamjua na wabashiri wameandika kwamba alikuwa mcheshi, alikuwa mtu wa watu, alikuwa na tabia njema sana, alikuwa mahiri katika taaluma yake ya kompyuta na artwork. Alikuwa anafanya kazi vizuri katika mambo ya kiteknolojia. Alifanya kazi kubwa katika editing na kwenye raqim press, na alikuwa anaona kwamba huduma ya kijamaat ni fadhila ya allah ambayo anaipata yeye. jamaa yake moja ameandika kwamba alikuwa anawasaidia wengine kwa ukimya, alikuwa anawapatia jamaa zake msaada wa aina aina. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake subira na awajalie waweze kuendeleza mema yake na awajalie wazazi wake subira na uvumilivu. jeneza inayofuata, jeneza mbili ni ghaibu. moja ni ruqaya shamim bushra sahiba ambaye alikuwa mke wa mheshimiwa karamlahi zafar sahib aliyekuwa mbashiri wa zamani wa uhispania ambaye alifariki dunia katika siku za nyuma. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. mama huyo mwaka 1932 alikuwa amezaliwa katika Qadian. alikuwa musi. kwa miaka mingi alipata bahati ya kuitumikia jamaat kama sadr lajna hispania. ana vijana watatu na mabinti watatu. mjukuu wake mmoja ambaye ni wakfe nao na pia ni wakfe zindagi, ataul munim tarik ambaye ni in charge ya central spanish desk. mjukuu wake mmoja wa kike ameolewa na mbashiri wa jumuiya, na vijana wake pia wanafanya kazi ya jamaati kwa fadhili ya allah. kijana wake mkubwa ni naib amir. babu ya ruqaya sahiba maulvi fakhruddin saheb na bibi yake saheb bibi sahiba ambao walikuwa wakitokana na bera. katika zama za masihi maud baada ya kufanya baiati walinda Qadian, babu yake alikuwa bai abdurrahim saheb ambaye alitokana na ajmir. mwanzoni alitokana na dini la kalasinga, kisha akapata bahati ya kufanya baiati na kisha akaja Qadian. hivyo wazazi wake na mababu zake walitokana na masuhaba. kijana wake ameandika kwamba alikuwa na shauku kubwa ya kusoma dawatul amir, yani mwito kwa mfalme. alisoma kwa mara kadhaa na alikuwa amesema kwamba baada ya kusoma kitabu hicho mambo mengi yametatulika. alikuwa na shauku ya kuswali tangu utoto wake. alikuwa akimwomba mungu amsaidie aweze kupata njia iliyonyoka. alikuwa anazingatia hijabu. alikuwa mfano kwa kina mama wengine katika jumuiya. alikuwa akiwahurumia wagonjwa na wenye haja, na alikuwa tayari kuwasaidia kwa kila namna. katika zama za mwanzo walipofika hispania, alilazimika kukabiliana na matatizo mengi katika hispania. polisi kwa sababu ya mahubiri walikuwa wakimkamata maulana saheb, au saa nyingine walikuwa wakija nyumbani kwake kumtafuta. lakini kwa fadhili ya allah yeye alikuwa juu ya yakini kwamba mwishowe allah atawasaidia na atawaondolea matatizo yote. Khalid Salis rahimahullah taala alipomwambia maulana saheb kutafuta sehemu ya kujenga misikiti katika Kurtwa, mama huyo pia akamsaidia mume wake. kijana wake ameandika, ujenzi wa misikiti wa Bisharat ulipoanza, takriban kila siku pamoja na mume wake alikuwa akisafiri kutoka Kurtuba hadi Hyderabad, na alikuwa anakuja kusimamia mambo ya ujenzi. alikuwa ametunza rekodi nzima ya matumizi yote ya ujenzi wa misikiti na alifanya kazi kama accountant. Fazlahi Kamar kijana wake anasema kwamba mama yetu alizingatia nasaha hii ya Musleh Maud aliposema kwamba uzingatie wajibu wako na umpatie mume wako ushauri. unaenda katika nchi ambapo wewe
usimfanye mume wako azembee katika kazi za mahubiri bali umsaidie ili afanye kazi kubwa na baada ya kifo mtapata muda mwingi wa kuishi kwa pamoja hivyo kwa kuzingatia msingi huo siku hizi za maisha muzitumie kama ipasavyo ili muweze kuitumikia dini. Na mama yetu aliendelea kufuata nasaha hizi na katika hali za aina zote akizingatia ridhaa ya allah subhanahu wataala alifanya kazi kwa uvumilivu. Siku za mwanzo zilikuwa ngumu lakini alivumilia kwa hima na akaitanguliza dini juu ya dunia akifuata nasaha za musleh maud. Katika nchi ya ulaya alionyesha mfano wa kiislam ambapo kutaja jina la islam ilikuwa kama kosa kubwa na alitoa mchango mkubwa katika kusambaza tabligh ya jamaat katika hispania. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue kwenye daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. marehemu watatu anayefuata ni mheshimiwa tahira hanif sahiba ambaye alikuwa binti ya sayyid zainul abidin waliullah shah sahib na alikuwa mke wa mirza hanif ahmad sahib marehemu ambaye alikuwa mwana wa khalid msih sani. yeye pia amefariki dunia katika siku za nyuma. inlillahi wa inna rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi kama nisemavyo kwamba alikuwa binti mkwe wa hat musleh maud na alikuwa mke wa mjomba wangu. mwaka 1966 alizaliwa katika qadian. baba yake sayyid zainul abidin waliullah shah sahib kama nisemavyo ambaye ameandika sharha ya bukhari alikuwa sheikh mkubwa. aliwahi kuishi katika nchi za uarabuni. mama yake alikuwa akiitwa sayida siara sahiba ambaye alitokana na dimashq alikuwa mwarabu. babu yake dr sayid abdullah shah saheb kwa kupitia dr saheb jumuiya ilipatikana katika familia yake ambaye mwaka 1991 alikuwa amefanya baiyat ya masihi maud salam na mwenyezi mungu alikuwa amewaongoza watu wote wa familia kwamba kila mmoja aliona ndoto na mungu akaendelea kuwaongoza na akaendelea kuimarisha imani yao. dr sayyid shah saheb alikuwa babu ya khalid msih rabi rahimahullahu taala na mama huyo alikuwa binamu yake. bi tahira sahiba kuanzia 72 hadi mwaka wa 1990 aliweza kutoa huduma kama katibu wa islah irshad lajna imail rabwa. kisha aliishi Sierra Leone pamoja na mume wake kwa miaka kadhaa. mungu alikuwa amemjaalia mabinti watatu na kijana mmoja. binti yake mkubwa amatul mumin anasema kwamba sisi tulimwona mama yetu akiswali swala 5 bila kukosa na kusoma kurani tukufu na kuswali sala ya tahajudi na kufunga saumu. pia alikuwa akiswali swala ya ishrak na tuliona kwamba alikuwa anafanya kazi bila kukosa. alikuwa anafanya ibada kwa shauku kubwa. tulikuwa tunashangaa kwamba kivipi anaweza kufanya shughuli za kidunia pamoja na shughuli hizi za kidini. alikuwa anazingatia haki za watu wote. alikuwa mkarimu sana. alikuwa anaipenda jamaat na alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na alikuwa mtifu kwa ukhalifa. alikuwa na wasiwasi kuhusu wasia wake. alikuwa akitusihi kwamba tumwandikie khalifa barua za maombi. hasura anasema alikuwa ananiandikia barua na baada ya kila hutuba mara nyingi nilikuwa napokea barua zake na alikuwa akieleza maoni yake mbalimbali. baadhi mambo alikuwa akiyapenda alikuwa anayataja kwenye barua zake. alikuwa hasemi jambo lote lenye upingamizi bali jambo la aina hiyo likitokea
yeye alikuwa akisema kwamba kuna haja gani ya kuingia kwenye mambo hayo yenye upingamizi. Daima nimeona kwamba mambo hayo yanaleta hasara tu na hayaleti faida. Kama nisemavyo ya kwamba alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, alikuwa akiwajali sana watu wenye haja. Mtu mmoja akhtar saheb amenindike kwamba baba yetu alipotuacha ye akatupa uhifadhi kwenye nyumba yake na akatujali kama sisi tuwe watoto wake, na akatusaidia sana katika mambo mbalimbali kama vile masomo na mambo mengine. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na ampatie nafasi chini ya miguu ya wapendwa wake na awajalie watoto kuendeleza mema yake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.